Bwana Yesu atukuzwe. Nataka tujifunze kwa maisha yetu tunatoa season. So mwanadamu unategemea ni season gani ambayo unaipitia sasa hizi. Una kama hizi gari ziko hapa, kuna kitu ambazo zinasubiri. Maana ni season, inabidi wasubiri ndio waingie mahali wanastahili kwenda, waingie Weighbridge, wameshatoka Weighbridge ndio watoke sasa waende. Sasa katika maisha lazima uweze kuelewa uko katika season ya aina gani. Kuna season ya kupata, kuna season ambapo hauna chochote, kuna season ya kupigwa, kuna season ya kataliwa. Hata katika ndoa kuna season ya kuita baby, kuna drama, kuna phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Kuna kitu phase 1 ni ya upendo baby, phase 2 unapata pale sasa inabidi mwingine kusoma mwingine, phase 3 ndio drama phase. Phase 4 so unapata hapo hivyo sasa mmeshakuwa mezeko, naambia wewe ulinisumbua kuliko na hivi kitambo. Sasa hiyo ndio phase 4 ambapo ni nzuri, ambapo ni ya uzeni. Unaona kama hapa hawa umebidi wapitie ile phase kwanza pale ili uweze kupima Weighbridge ndio watoke waende. Angalia kama hapa mbele tumekuwa tunakuja mbio, tumefika hapa imebidi tuende polepole, maana atujui nini iko mbele. Katika maisha utapatia kwamba kuna wakati maisha yako ni mbio, kuna wakati moja maisha yako ni polepole. So unapata mtu unakuwa na stress mingi, nimerogwa. Mwanangu, si kila kitu lazima umerogwa. Elewa ni season gani uko ndani saa hiyo. Ukishajua season ambayo uko ndani akati hiyo, haitakusumbua akili. Unaona? Haitakusumbua akili. Bora umeelewa season ambayo uko ndani. So unaona kama kwa mfano kama huyu. Una kama huyu amana tupita hapa karibu huyu. So na yeye anapambana kusonga. So tukibishana na yeye unapata yeye ni mkubwa, ataweza tukanyaga. So inabidi tupoe. So lazima uelewe ni season gani ambayo kuna season ambayo unaona mtu ambaye anapigana na yeye ni mtu ambaye anakaa namna gani? Ni mtu ambaye ni wa vita. Ni mtu ambapo so kuna si lazima upishane na watu wengine. Unaacha waende tu. Unapata unaacha waende tu katika maisha yako. Si lazima uongee. Kuna wakati wa kunyamaza katika maisha yako. Kuna wakati wa kupata, kuna wakati wa kukosa. So kuna wakati wa kunyamaza. Unaona yule ametuambia kwamba subiri kidogo kwanza, sababu mbona mbele kuna risk. So kuna wakati, kuna season. Kwa kila jambo kuna season. Ni season gani unapitia? Kuna season unapata kwamba maisha yako enda nywe. Kuna season ya kupata kazi. Kuna season ya kufutwa kazi. Kuna season ya ndoa iko na furaha. Kuna season unapata kwamba ndoa haina furaha. Kuna season unapata kwamba ni season hata una hela. Kuna season ambapo unapata hela. So Methali 6 nasema kwamba kuna season. So lazima uelewe wakati umepata, tumia hiyo chance. Usitumie chance kwa wanawake, usitumie hiyo chance kwa kuoa mke mwingine. Juu mke wako amekusumbua, so mama kwa mke mwingine. No, ni season ya huyo mwanamke kusumbua, ni season ya mume wako. Inabidi ungangane katika kuomba ili umtoke katika hiyo roho. Ni season ambayo yuko ndani mume wako. Kuna season ya ulevi, kuna season ya kataliwa, kuna season ya kupendwa, kuna season ya kasirika, kuna season ya kufurahia. Katika ndoa ina season mingi, kuna season ya kupendwa. So lazima uelewe uko katika season ya gani, ina gani. Ukielewa season ambayo uko ndani, hapo utambidi umtafute Yesu. Kuna season hata ukiambia wanadamu utapitia hata kuelewa. Kuna season ambayo ukiambia wanadamu hii hata kujua. Kuna season ya kunyamaza. Una kama yule tupita mbio, unasema kama sasa tumempita tena. So ilikuwa season yake. Juu yeye alitutisha, tukabidi tumwache apite. Tungangana naye angetugonga, na yeye ni mkubwa kwetu. Unapata yeye ni gari kubwa. Sisi tunabidi tumetutulie. Una kama sasa tunajua tutampita tu. So kuna season. Elewa season. David akapitia season ya kule porini anapigwa vita, kumbe dubu anakuja kule anakula kondoo, anamrarua ule dubu. Kumbe Mungu anamtrain aje apigane na Goliath. After kushinda akapewa cheo, akaanza kukimbizwa na Saul. Ni season gani ambao uko ndani sasa hivi? Ni season ya kunyamaza. Ni season ya kusemwa. Ni season ya kataliwa. Ni season ya aina gani ambao uko ndani sasa hizi, mtu wa Mungu? Tulia, ujue ni season gani ambao uko ndani. Ukishasoma season, ukipata chance utapita. Kama sisi tumeelewa season, kama huyo alikuwa tupita, tumeelewa season ya kupita. So ndio katika kumpita na tumempita, huyo mtu ndio yule pale. Tushampita huyo mtu, ndio yeye tumeenda. Lakini kule nyuma tulikuwa season, ibidi tutulie, maana tungeng'ang'ana hawa wangetukanyaga, maana ni wakubwa kwetu kutuliko. Umeona hapa sasa tuna uwezo ya kupita. Ni season gani ambayo uko ndani? Ni season gani? Unaona kama sasa hizi tuweza ndivyo tunataka. Lakini tunampigia huyu tunampigia timing huyu mwenye matatu, maana tujui ni yake ni gani. Tutapita hapa katikati, lazima tujue ni yake ni gani, tumuelewe kwanza. Tukishamuelewa tutampita huyo. Unaona, imebidi huyu inabidi slow, maana kuna huyu mkubwa kwa mbele yake pia. So lazima uelewe ni season gani uko ndani, ni mume aina gani uko na yeye, ni mke aina gani uko na yeye, ni tajiri aina gani uko na yeye, ni marafiki aina gani uko na yeye, ni kipindi gani ambao uko ndani. Hivyo tambua season, na wewe utafurahi maisha yako na Mungu atakutetea. Unaomba mbitu slow, tuende chini.
So ni season gani ambao uko ndani? Ni season gani ambao uko ndani? Ni wakati wa kunyamaza, ni wakati wa kuongea, ni wakati wa kufanikiwa. Hebu angalia tukiwa katika mteremko, katika mlima, tuna katika mteremko. Ukiona mteremko uko mbele, jua mbele kuna mlima. Ukiona kuna mlima, jua mbele kuna mteremko. Na vitu ndio polepole, ukiona gari zingine zinasimama, si ati uweze kisha uwapite, unako kuwapita, ujui kitu gani ambacho kiko kule mbele. Slow down. Kipindi chako kitafika cha kuenda mbio. Mungu akubariki. Ni mimi wako Apostle Elisha Ochide Bosso. Shalom Domesticus. God bless you.